Jamani, mimi naitwa Deogratias Zakaria Rukomani. Mimi ni mkuu wa idara ya mipango na uratibu. Yaani idara ile wanaofanya kazi katika idara ile ni wale waliosoma economics. Umenielewa? Kwa hiyo kwa maana nyingine mimi ndio mchumi mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Yaani wachumi wote mimi ndio bosi wao. Yaani uwe wilaya hii ya Kisarawe ufanye halmashauri, lakini mimi ndio wa wilaya ya Kisarawe, mimi ndio bosi wao. Umenielewa? Hata wewe huko katika kupita kwako una degree hapa ya uchumi, una diploma, mimi ndio bosi wako. Umenielewa? Sawa? Sasa ndugu zangu, mimi moja ya jukumu langu kubwa ni kuratibu shughuli au utekelezaji wa miradi ya maendeleo ile inayotekelezwa huko kwenu katani na vijijini kwenu kule. Sawa? Na hata kama kuna changamoto basi tuwasiliane. Sawa? Yaani wewe unapokuja kuleta taarifa yoyote hapa, ukiachilia mbali sijui vikao vya nani na taarifa ya mapato, lakini nielezee na utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyopo ndani ya eneo lako. So far tumefikia wapi? Changamoto ni nini? Tuna mikakati gani ya kukamilisha miradi ile? Sawa ndugu zangu? Lakini changamoto yoyote basi tunawasiliana kwa simu, na mimi namba yangu ya simu ni 0752 33 0885, lakini nyingine ni 0788 27 22 97. Sawa ndugu zangu? Ukiachilia kazi ya kuratibu shughuli za miradi ya maendeleo, lakini mimi pia ndio katibu wa kamati ya wilaya ya mapato. Unasikia? Ndio katibu wa nini? Wa kamati ya mapato ya wilaya. Mwenyekiti ni mkurugenzi. Moja ya shughuli yetu kubwa kule na hii halmashauri hii, hata hayo inaongelea mambo ya kutekeleza miradi. Miradi hii ili itekelezwe lazima tuwe na fedha. Sasa fedha zinatoka wapi? Ni ukusanyaji wa mapato. Unaelewa ndugu zangu? Sasa kule maeneo yetu kule kuna vyanzo vya mapato ambavyo tunavikusanya. Niwasihi sana ndugu zangu, usiende kuwa mmoja ya changamoto ya kukusanya yale mapato katika maeneo yako. Wewe unatakiwa ukasaidie kuhakikisha yale mapato yanakusanywa na haidondoki hata senti moja. Yanakusanywa kikamilifu na kuwasilishwa au kuingizwa kwenye mifumo ya POS au mifumo ile tunayokusanyia pesa kama inavyotakiwa. Lakini tumekuwa na baadhi ya watendaji, badala ya wewe kwenda kusimamia shughuli za mapato kule, wewe unaenda una conspire na wale watu ili kuihujumu halmashauri. Hatutishani. Sinafahamu majina yenu sasa hizi bado yameandikwa kwa chaki. Mnafahamu? Nafahamu majina bado tumeandika kwa chaki. Kana kwamba hata nikipita tunaswali hivi nitakuwa mbona nimefitika. Unajua? Sasa usiingie kwenye huo mchezo. Usiende kuconspire na watu huko. Ukitaka uwe na hela, upate hela. Of course tuna inspiration nyingi. Unaweza kama unaniona hapo nje naendesha kigari na unatamani, lakini wewe ndio unaajiriwa juzi. Sasa zinunui gari kwa haraka namna hiyo. Kuna muda utafika utanunua. Jana mkurugenzi wakati anaongea hapa, kuna kitu alikuwa anarejea kila mara, anasema discipline. Kwa hiyo zingatia sana kitu kinachoitwa discipline ya kazi. Na jana tumefundishwa maadili, kanuni za utumishi wa umma zinatutaka nini? Tumeeleza jana. Kwa hiyo tukazingatia hilo. Sawa ndugu zangu? Hakika tukikubaini wewe unacheza na mapato yetu huko,
siwezi kusema kazi kuna. Mimi sio mwajiri. Lakini yaani mpaka tuje tulizike kwa na utetezi wako kwamba si mmoja wapo. Utakuwa cha moto umekipata. Sawa ndugu zangu. Sisi tuna vyanzo vingi sana vya mapato hapa. Baadhi yenu mpo kwenye maeneo yetu ya machimbo. Unajua? Hapa sisi tunachimba kaolini, tunachimba mchanga, tunachimba kifusi. Vyote hivi vinaelekea Dar es Salaam kule. Kaolini inatumika kutengenezea tiles. Kaolini nyingi inatoka ndani ya wilaya ya Kisarawe. Sasa unakuta badala usimamie huko, watu wanaochukua hiyo kaolini na record zinachukuliwa vizuri, wewe unakuwa chanzo cha tatizo. Usingependa kuona hilo. Sawa ndugu zangu. La mwisho, mwezi ujao na miezi inayokuja tunaanza mchakato wa miradi, tunaanza mchakato wa budget. Sawa. Tunaanza mchakato wa budget. Mchakato wa budget ina cycle. Yaani mimi nipate mpango wa maendeleo ya wilaya hapa, lazima uanzie ngazi ya chini. Sasa ngazi ya chini ni kwenu huko. Kwa hiyo mtaandaa mipango yenu na kuiwasilisha katani. Tutaelekezana baadaye mambo ya mipango yanavyotengenezwa. Tutapeleka katani. Watu wa kata, mtendaji wa kata atapata mpango unaoitwa mpango wa maendeleo ya kata. Naye atawasilisha wilayani hapa kwa ajili ya kuunganisha mipango yote ya kata ili tupate mpango wa maendeleo ya wilaya. Lakini mipango yote inaanzia wapi? Inaanzia ngazi ya chini. Kwa hiyo maelekezo tutayatoa suni ili mchakato ule uanze. Lakini pia tutatafuta namna nzuri zaidi, tutaitana siku moja tuje tuelekezane mipango yetu inavyoandaliwa. Sawa ndugu zangu.